Mkutano huu unalenga kuwajulisha umma, wawekezaji pamoja na wadau wa maendeleo kuhusu tukio kubwa kabisa la tamasha la pili la uwekezaji Zanzibar 2026, yaani Zanzibar Investment Summit 2026. Kwa nafasi ya kipekee, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wetu wa kitaifa wakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa namna wanavyoliongoza taifa hili kwa misingi ya amani na mshikamano wakati tunasherehekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, Wizara ya Kazi na Uwekezaji kupitia Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar ZIPA inapenda kuutaarifu umma wa Tanzania, wawekezaji na wadau wa maendeleo kwamba tamasha hili la uwekezaji Zanzibar 2026 linatarajiwa kufanyika tarehe 3 hadi tarehe 5 mwezi wa Juni 2026 katika ukumbi wa Golden Tulip Airport Zanzibar. Tamasha hili linatarajiwa kuleta zaidi ya washiriki 500 kutoka ndani na nje ya nchi, wakiwemo wawekezaji wa kitaifa na kimataifa. Ndugu waandishi wa habari, tamasha hili linatarajiwa kufunguliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ikiwa ni ishara ya dhamira thabiti ya serikali katika kuunga mkono maendeleo yanayoongozwa na sekta binafsi pamoja na ushirikiano wa kimkakati katika uwekezaji. Mashirikiano, sisi tumekuwa taasisi pacha katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Pale ambapo sisi tupo tunawakilisha ZIPA. Ukienda kwenye banda la uwekezaji sehemu yote duniani ambapo ZIPA ipo, utakuta vipeperushi, identity na miradi ya ZIPA na TISEZA, na vivyo hivyo unapokuja kwenye banda lolote, hata kwenye Mei Mosi wiki ijayo tutakapokuwa Njombe, tutakuwa na banda la mamlaka ya uwekezaji na utakuta taarifa pale zinazohusu ZIPA. Na hilo Mheshimiwa Waziri tukuahidi kwamba tutaliendeleza. Tunajivunia kuwa na bahati ya viongozi wanaothamini uwekezaji, wakijua kwamba uwekezaji ndio unaoleta ajira kwa ajili ya vijana, ndio unaoleta kazi, ndio unaoleta mapato kwa serikali, ndio unaoleta kodi, ndio unaoleta vipato kwa ajili ya familia za Watanzania, lakini pia ndio zinazoleta teknolojia katika nchi, lakini mauzo ya bidhaa za nje. Na tukupongeze sana Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako nzima ya Zanzibar kwa mafanikio makubwa ya uwekezaji, lakini pia maandalizi ya summit hii.